Naam, mtazamaji, hatimaye serikali imezungumza rasmi usiku huu kuhusu kutoweka na kutekwa kwa Humphrey Polepole miezi michache iliyopita. Serikali ya Samia Suluhu imetoa tamko zito leo, wiki moja baada ya kaka Agustino Polepole kuahidi kulipiza kisasi kizito iwapo Humphrey Polepole hataachiliwa huru na watekaji wake. Bonyeza alama like kisha bonyeza neno subscribe na alama ya kengele chini ya video hii kabla ni kutaarifu ripoti hizi kwa kina na kwa undani zaidi. Hali ya kisiasa nchini Tanzania imetikisika usiku wa leo baada ya serikali ya Samia Suluhu hatimaye kuvunja ukimya wake kuhusiana na kutoweka kwa kutatanisha na madai ya kutekwa nyara kwa Humphrey Polepole, tukio ambalo limeshika taifa kwa miezi kadhaa. Kauli hiyo iliyosubiriwa kwa muda mrefu na Watanzania inakuja wiki moja tu baada ya kaka mkubwa wa Polepole Agustino Polepole kuapa hadharani kwamba atalipiza kisasi kizito ikiwa ndugu yake Humphrey Polepole hataachiliwa huru na wale aliodai kuwa wanamshikilia. Mnamo Disemba tarehe 5 jioni mwaka huu 2025, mkuu wa mkoa wa Dar es Salaam Albert Chalamila alifika mbele ya waandishi wa habari leo na kutoa msimamo wa serikali kwa mara ya kwanza tangu mabishano hayo yaanze kuhusiana na kutekwa kwa Humphrey Polepole. Wakati wa mazungumzo yake na wahariri na waandishi wa habari kutoka vyombo vikuu vya habari, Chalamila alizungumzia mfululizo wa maswali ya wazi kutoka kwa waandishi wa habari waliokuwa na shauku ya kutaka kuelewa serikali inafahamu nini ama inajua nini kuhusu mahali alipo Humphrey Polepole au utekaji nyara wa Polepole, mazingira ya kutoweka kwake na kuenea kwa madai yaliyotawala mitandaoni. Akizungumza kwa tahadhari, Chalamila alieleza kuwa hana taarifa rasmi kuhusu Humphrey Polepole, akisisitiza kuwa mara baada ya Humphrey Polepole kujiuzulu wadhifa wake serikalini, wadhifa wa kidiplomasia, sheria haikumtaka tena kuripoti katika ofisi ya mkuu wa mkoa kwa ajili ya mipango yake ya usalama binafsi. Kamishna huyo aliendelea kufafanua kuwa kama wananchi wengi, yeye mwenyewe amekuwa akifuatilia taarifa za kutoweka kwa Polepole kupitia chaneli za YouTube na vyombo vya habari vya mtandaoni. Alisitiza kwamba hii haikutokana na uzembe bali kwa sababu hakuwa na wasifu rasmi, faili au muhtasari wa kiusalama unaohusishwa na Humphrey Polepole ndani ya ofisi yake baada ya kujiuzulu. Hii, aliongeza, iliweka vikwazo juu ya kile angeweza kusema kwa uwajibikaji juu ya suala hilo bila kujitosa katika uvumi. Alisitiza kuwa katika nafasi yake uongozi hawezi kufanya dhana kuhusu maisha au usalama wa Polepole kwa kuwa hakuwa na dosari yoyote rasmi juu yake. Chalamila alisitiza kuwa masuala hayo nyeti na magumu kisheria ni lazima yashughulikiwe na jeshi la polisi ambalo ndilo lenye dhamana ya kufanya uchunguzi wa kina. Aliwataka wananchi kuendelea kuwa wavumilivu na kuruhusu wataalamu kuhitimisha kazi zao badala ya kukurupuka kwa hitimisho lisiloungwa mkono. Kamishna huyo aliendelea kueleza kuwa jeshi la polisi la Tanzania ndilo pekee lenye mamlaka na uwezo wa kuchunguza maeneo kama hayo ya utekaji, kumbukumbu za mawasiliano na muda, na ushahidi wowote wa kitaalamu unaweza kutoa fununu kuhusu kilichomtokea Polepole. Chalamila alichukua msimamo mkali dhidi ya taarifa potofu kumhusu Polepole, akibainisha kuwa kuenea kwa madai ambayo hayajathibitishwa kwenye mitandao ya kijamii kumezidisha wasiwasi wa wananchi. Alitoa wito kwa Watanzania kujiepusha na kueneza uvumi au masimulizi ya kisiasa ambayo yanaweza kuzua taharuki isiyo ya lazima. Alisisitiza kuwa mara baada ya polisi kukamilisha upelelezi wao, taarifa rasmi na ya kina itatolewa ili kufafanua sintofahamu zote zinazohusu kesi hiyo ya kutekwa nyara kwa Humphrey Polepole. Kwa mujibu wa kamishna huyo, suala linalomhusu Polepole kimsingi ni la sheria na kiutawala, si malumbano ya kisiasa. Alisisitiza kuwa mambo hayo yanahitaji ushughulikiaji makini, kuheshimiwa kwa taratibu za kitaasisi na kuepusha milipuko ya hisia au tuhuma za kubahatisha ambazo zinaweza kutatiza uchunguzi au kuchafua isivyo haki watu binafsi na taasisi. Katika kushughulikia uvumi unaokuwa juu ya uwezekano wa serikali kuweka amri ya kutotoka nje kabla ya Disemba 9, tarehe inayozidi kuwa ya wasiwasi kutokana na juhudi za uhamasishaji zisizohusiana na nchi nzima, Chalamila alitupilia mbali dhana kwamba serikali ilikusudia kutawala kwa hofu wakati wa maandamano. Alifafanua kuwa serikali itaweka maamuzi yoyote ya kiusalama juu ya upelelezi uliothibitishwa na hali iliyokuwapo wakati huo. Mtazamaji, ripoti hizi
zote kuhusiana na Humphrey Polepole zinakuja wiki moja tu baada ya kaka yake Humphrey Polepole, Kanali Agostino Polepole aliyeko nje ya nchi, ambaye alisema ya kwamba alipatia tu masaa 24 watekaji wa Polepole waweze kumwachilia Polepole, lakini licha masaa 24 hayo kukamilika, kakake Agostino Polepole bado amekaa kimya licha kuahidi ya kwamba iwapo masaa 24 hayo yatakamilika bila Polepole kupatikana au kuachiliwa huru, ataweza kulipiza kisasi. Wengi wamezua maswali na wasiwasi, je, ni kisasi gani hichi ataweza kukilipiza Agostino Polepole na ataweza kukilipiza kwa nani? Vile upande mwingine, Chalamila aliendelea kusisitiza kuwa Dar es Salaam kwa kuwa kitovu muhimu cha uchumi Tanzania inahitaji hali thabiti na itakayotabirika ili biashara na shughuli za kila siku ziende vizuri. Serikali alisema ina jukumu la kulinda utulivu huu ambao ni uti wa mgongo wa ustawi wa jiji. Aliongeza kuwa hatua zozote zinazohusu utulivu wa umma hazitaongozwa na hofu bali na uamuzi mzuri na data ya kuaminika. Kamishna huyo Chalamila pia aliangazia uwiano kati ya kulinda usalama na kuhifadhi uhuru ambao raia wa Tanzania wanatarajia katika jamii ya kidemokrasia. Alieleza kuwa utawala unaowajibika huepusha hatua kali isipokuwa ni lazima kabisa, na kwamba umma unaweza kuiamini serikali kutanguliza suluhu za amani badala ya zile za kulazimisha kila inapowezekana. Licha ya majaribio ya mara kwa mara ya waandishi wa habari kutoa vidokezo na maswali au vidokezo visizo rasmi, Chalamila alishikilia sauti thabiti akisisitiza kwamba hakuweza kutoa maelezo ambayo yalikuwa nje ya ufahamu wake rasmi kuhusiana na Humphrey Polepole au nje ya mamlaka yake. Alisisitiza kwa kutoweka au kutekwa kwa Humphrey Polepole lazima kuchukuliwe kama suala lililo chini ya uchunguzi wa polisi na kwamba hitimisho lolote la mapema linaweza kuzuia maendeleo. Nyuma ya pazia, hata hivyo, mvutano wa kitaifa unaendelea kuongezeka. Mchanganyiko wa upotevu wa hali ya juu ambao haujatatuliwa, vitisho vya hadharani vinavyotolewa na wanafamilia na tarehe nyeti ya kisiasa inayokaribia kumezua hali ya wasiwasi. Vyombo vya usalama vinasalia katika tahadhari kubwa kufuatilia maendeleo katika maeneo kadhaa kadiri uvumi unavyoongezeka kuhusiana na maandamano pamoja na kutoweka kwa Polepole. Ndani ya duru za serikali, taarifa za usiku wa leo inaashiria mabadiliko makubwa na kumaliza miezi ya ukimya ambayo wakosoaji wengi walikuwa wameifasiri kama kusita au migogoro ya ndani, ambapo serikali inasita kuzungumzia Polepole. Kwa kupiga hatua mbele, Chalamila ameashiria kwa utawala wa Rais Samia Suluhu Hassan wa CCM unakusudia kulikabili suala hilo la Polepole kwa taratibu za kitaasisi badala ya maonyesho ya kisiasa au malumbano ya hadhara. Wakati taifa likitafakari kauli ya Kamishna Chalamila, Watanzania wamebaki kusubiri hatua inayofuata, taarifa rasmi ya jeshi la polisi pia ambalo sasa lina jukumu la kutoa ufafanuzi. Kwa familia nyingi na wananchi, matumaini ni kwamba uchunguzi utafichua hivi karibuni kama Humphrey Polepole yuko salama mafichoni, ametoweka au yuko hai, au ni mwathirika wa kitendo cha uhalifu kama wengine wanavyohofia. Ni hayo tu mtazamaji niliyokuandalia katika ripoti ama habari hizi. Chukua sekunde yako moja nijuze maoni yako upande wa maoni chini ya video hii. Vile like video hii, kisha bonyeza neno subscribe na alama kengele, kisha gusa kiboksi hicho kwenye screen yako kwa taarifa zaidi.